Ann Musungu, KTN, Nairobi. Naam, tusalie katika swala hilo la elimu, lakini tuelekee katika kaunti ya Kilifi. Naam, ilikuwa ni furaha kwa Stella Kadzo, mama asiyekuwa na uwezo wa kuona anayetegemea wahisani, baada ya viongozi wa Kilifi kujikusanya na kumlipia mwanawe karo na kumnunulia vifaa vya shule kufuatia ripoti ya vyombo vya habari iliyoangazia masaibu yake. Kadzo alikuwa amesafiri hadi shule ya Shimo la Tewa mikono mitupu, kujaribu tu kuwashawishi wasimamizi wa shule hiyo kutoghairi kuandikishaji wa mwanawe wa gredi ya 10 kwa sababu ukosefu wa karo. Hata hivyo, mvuto wake wa hisia ambao ulionyeshwa kwenye vyombo vya habari uligusa Wakenya wengi. Muda mfupi tu baada ya kufika taarifa hiyo kupeperushwa, viongozi mbalimbali waliingia na usaidizi wa kifedha na mali ili kusaidia kimasomaso kuhakikisha mtoto wake anapata elimu bora. Mtoto huyu amesomea shule ya primary ya Karima Primary na amefanya vizuri kupata alama nzuri za kwenda shule ya Shimo la Tewa. Na sisi kama viongozi, baada ya kusikia kilio cha mama huyu na mtoto wake, tuliwasiliana na familia kuhakikisha ndoto za kijana huyu zimekamilika. Hata kama ni kijana kutoka katika background ya umaskini, lakini na yeye pia aweze kusoma mpaka malize. Nashukuru serikali yangu imenisaidia mpaka mtoto nimeona yuaenda shule na yeye. Na mimi ninaomba wakati mtoto wangu anapoenda shule akazingatie masomo na asome vizuri kwa bidii, na si kwamba akisoma aje anisaidie mimi peke yangu. Hata kama ni wa mayatima, mtu yoyote akiwa anacho kama venye amesaidiwa yeye, na yeye awe na hiyo njia ya kusaidia. Na pia ningependa kushukuru kwa kila mwenye amenisaidia. Mungu wapate maisha marefu, na pia nitatumia nafasi hii kufanya bidii kwa masomo. Naam, kwingineko